Kwa majina naitwa Hashiri Masangula, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha michezo Hama Sports Center. Leo nashukuru sana Zejina's platform kututembelea katika viwanja vyetu vya mazoezi, lakini baada ya kuona mazoezi yetu na kufanya mazungumzo hapa na pale kuhusiana soka la ufukweni, namna gani ya kuweza kuelezea kuna mfuko ambao sisi kituo chetu tumefika mbali zaidi, kana kwamba kipindi tunasubiri msaada au sapoti ya wadhamini na wafadhili, tumeona sisi wenyewe tuanze kutembea kwa miguu, safari utatukuta mbele. Kivipi? Kuanzisha mfuko maalum wazazi, wadau, wana michezo wanaoweza kuweza kuingia kwenye huu mfuko wa kuweka na kukopa. Huu ni mfuko, hii sio taasisi huru, ni mfuko uko chini ya katiba ya Hama Sports Center. Yani ni wanachama au wahusika wa Hama, familia ya Hama Sports Center. Lakini yoyote ni rahisi kuwa mwanafamilia wa Hama Sports Center. Anapotaka tu kuja kuwa katika huu mfuko, sifa ya kwanza lazima awe sehemu ya familia ya Hama Sports Center. Kwa ni mfuko ambao haupo huru, uko chini ya mwavuli wa Hama Sports Center na wa kuweka na kukopa. Kwa nini nimeleta hili wazo? Nimefanya tathmini ya muda mrefu kwamba vijana wengi wanashindwa kutimiza malengo, yani ndoto zao katika michezo, kikwazo ikiwemo na kutokuwa na hali au tabia ya kujiwekea akiba. Kwamba leo hii tunaona kuna wachezaji wengi, kuna wana michezo wengi, ukimwambia mchezaji anakuambia bado anaomba kiatu kwa mzazi, ananunuliwe kiatu. Kumbe yeye mwenyewe alikuwa na uwezo kumake shilingi 100 hata kwa muda wa miezi 6 alikuwa anaidharau, angeweza kupata kiatu chake cha mpira. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingi ambavyo mchezaji anashindwa kwa sababu uwezi hadi tight kwa muomba mzazi akununulie tight au socks. Yani inakuwa nafikia kipindi kama ni mchezaji ambao umevuka katika umri wa miaka 10 na ngapi, unaona kama ni nini. Tunaondoa au tunakwenda kwenye malengo kuondoa dhana tegemezi, yani kuwa tegemezi, total independence. Yani kwamba wewe kuwa ni tegemezi zaidi, kila kitu lazima ufanyiwe. Kama unajituma kwenye mazoezi, kama unajitambua kwenye kufanya majukumu yako ya michezo, kwa nini usiweze kujiwekea walau akiba utakaoipata hiyo hiyo? Kwamba kuna muda unapewa nauli, lakini wewe kama mwana michezo unaweza kusema umbali huu leo nitatembea, umbali wa kupanda shilingi 500 nitatembea niweke 500. So bimaana huu mfuko tumeweka ili uendane na mafanikio. Mwenge, yani moto wa kituo unasema sports, talents and target. Michezo unaweza kutimiza malengo yako, ndoto zako kupitia michezo. Yani kipaji chako kikatimia kupitia nini? Sasa uwezi kutimiza huko kama hauna akiba. Leo hii tunaona na ukitaka kufanya uchunguzi wako Zejina's platform, mchezaji au mdau wote wa michezo anaambiwa atoke point A kwenda point B, anakwambiana nauli. Sasa hivi watu wameshavuka hata nje, hawakupi nauli. Yani wewe ujigaramia uende watakurudishia nauli. Ila wanakupa mwaliko, wanakwambia toka tu ulipo, kuna chakula, malazi, kila kitu hapo, tuje tukufanyie majaribio. Hakuna mtu anataka kufanyia majaribio ya kutumia hela kulingana na ulimwengu jinsi ulivyo. Watu wanahala mbele na hizo, kwa sababu unatumiwa milioni 2 ambayo ya nauli, wewe unaifanya mtaji. Hauna hela. Kwa kama ulikuwa uwezi kuitafuta passport, kama ulikuwa huna hata hiyo nauli yenyewe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, chukua tu hapo umeitwa ukafanye majaribio Mwanza au Mbeya au mkoa wote, Morogoro tu hapo, lakini mchezaji anakuambia sina nauli. Kwa hiyo nikutafutie nafasi, nikutafutie na nauli, tushavuka huko sasa hivi. Kwa huu mfuko tunawaasa hata wazazi. Kila siku mtoto kukuomba hela au kila siku wewe kuna nini na kwa sio sahihi. Hebu jitahidi kuingia kwenye huu mfuko, tuwekeze. Na sio tu yani sio tu wachezaji, wana michezo kwa ujumla, wadau yoyote yule. Hata kama sio wana michezo, njoo ujiunge na huu mfuko. Ukishajiunga na huu mfuko unajiwekea kibako. Lakini baada ya kujiwekea kibako, baada ya muda fulani, sasa inakusaidiaje? Sio kuweka tu akiba, uweke akiba kama mapambo. Pale sasa unapohitaji nauli au kifaa chochote cha michezo, ndio unaweza ukakopa kulingana na akiba yako, ili mradi na mkopo ambao rafiki. Tunakupa mkopo rafiki, sio kukomoa au ukausha damu. Tunakupa mkopo ambao wa kuweza kuwa rafiki uweze kutimiza malengo yako. Let's say umeweka kwenye akiba yako na 300,000. Kwa kama kweli una shida, ina maana tunao uwezo kuangalia tukusaidie 900,000. Utulipe ndani ya miezi 6 au miezi 3 900,000 ili ukatimize ndoto yako, kwa sababu hii tunakupa 900,000 unaweza kwenda kupata hata milioni 3 ukaja ukairudisha. Lakini kumbe una 300,000 kwa takiwa na 600,000 uende sehemu fulani, hauna, na unaweza kuikosa hata milioni 15 kwa sababu tunakuwa na 300,000. Na kweli umekaa bila cha kumalizia hapo mwisho. Kikubwa mno kwamba watu wawe na imani. Kwa nini nikasema huu mfuko huko chini ya Hama Sports Center, kwamba kuiaminisha jamii na watu wako sehemu, mfuko ni sehemu salama. Kwa sababu ningesema tu ni mfuko ambao upo tumeuweka from nowhere, unaweza kuweka mashaka. Lakini taasisi Hama Sports Center ni taasisi iliyosajiliwa, inayotambulika na serikali na inayolipa kodi.
Sasa kama ni taasisi ambayo inayotambuliwa, na maana ukiwa sehemu ya taasisi tayari, yani kama ukishakuwa sehemu ya taasisi na maana wewe uko sehemu salama. So nitoe rai, hata kama sio wana michezo, yani yoyote ambaye anatamani kuwa kujiwekea akiba kwa malengo ya kuweza baadaye kupata support, yani kujikopesha kulingana na akiba zake sehemu salama, tunamkaribisha mtu yoyote. Kwa kiukweli bado madhumuni makubwa huu mfuko kaka The Genius Platform kwamba tuwe na nidhamu na tabia ya kujiwekea akiba. Akiba hiyo. Kwa wanataka kujiunga, njia ni rahisi sana. Wafike ofisini kwetu mtaa wa Upendo Kisiwani. Tuna ofisi. Na kama wewe uko mbali, mtume mwakilishi au tuambie form tunakufikishiaje kwamba utajiunga. Ina maana kwa mawasiliano rahisi, kwa maelezo zaidi, kwa sababu huyu haiwezi kuelezea kila kitu, njoo ofisini utapata maelekezo zaidi, au kwa mawasiliano rahisi 0787 82 95 65 au 0678 60 86 00. Nipigie simu, nitumie message WhatsApp au kawaida, muda wowote taka maelezo kuhusiana na mfuko. Kwa pamoja tunaweza kufanikisha malengo ya pamoja, lakini peke yako huwezi kutimiza malengo yako na hata malengo ya pamoja.